Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni Apostle Jane Kamau. Nampenda Yesu kwa kuniokoa. Wacha na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakupa sifa. Wewe ni mwingi wa rehema, umetenda mema, umetenda mengi na makuu. Jina lako litukuzwe na jina lako na likainuliwe. Tazama wakati huu tunakuja mbele zako tukitaka kupeana mwongozo katika taifa letu la Kenya na mataifa vile tunahitajika kusimama. Ndiposa Mungu wangu watu wakaweze kuokolewa na kulindwa na wewe. Ninakuomba ukawe nasi, ukatuongoze na ukatuelekeze. Yote atasikia Mungu, ninaomba ukamwezeshe kusimama pamoja. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tukaamini. Amen. Tumekuwa tukishiriki maonyo, maelekezo na mafunuo yanayogusa mataifa, kanisa na jamii kwa ujumla. Leo tunatoa taarifa hii rasmi tukitazama ushuhuda wa mambo yaliyotajwa hapo awali na kutoa mwamko wa kiroho kwa yale yanayoendelea na yajayo. Ufunuo uliofika na ushuhuda wa matukio, hali ya vita Mashariki ya Kati. Kulikuwa na onyo kuhusu kuongezeka kwa mivutano katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hivi sasa hali ya wasiwasi inaendelea kati ya Iran, Israel and United States. Tunahimiza maombi kwa ajili ya amani na ulinzi wa raia wote. Jambo lingine Mungu aliongea bado na changamoto za chakula Malawi na Kenya na maeneo mengineo na economy kupanda. Ishara za ukame na hali gumu za kiuchumi zimeonekana Malawi na Kenya. Mwenyezi Mungu aliongea ni kwamba mashambulizi na mauaji Nigeria. Maombi yanaendelea kwa taifa la Nigeria kufuatia matukio ya furugu na mashambulizi inayosikika na inayopatikana na inayoonekana. Ingine ni usalama wa viongozi wa upinzani Uganda. Msiba wa taifa Kenya. Kifo cha Raila Odinga kimeacha taifa katika majonzi na kutukumbusha umuhimu wa umoja na maombi. Kwa hakika wakati Mheshimiwa Raila aliondoka, tuliona watu wakishikana pamoja bila ukabila wakilia. Na kwa hakika kuna mwanya aliuacha. Wacheni tuungane, tuombee viongozi wote kuanzia president mpaka wazee wa nyumba 10, wote tuwaombee ndio taifa letu lipate amani. Changamoto za kiuchumi kimataifa. Hali ya yumba kwa uchumi imeathiri mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani. Uko na uwezo na uko na mzigo wa taifa lenu na taifa la Kenya wote pamoja. Wito wa maadili kanisani. Tunyenyekee sana wapendwa, wakati tunapotumika. Tumishi wa Mungu na watu wa Mungu ninaowaheshimu, tunyenyekee sana kwa huduma na tuweze kusimama pia kwa mwanya kwa kazi tuliyoitiwa na Mungu. Migogoro ya ardhi na uchumi Kenya. Changamoto za ardhi Ruiru zinahitajika suluhisho la haki na amani. Nikiongea haya, nikiwakumbusha haya yote ni yale Mungu ameongea kupitia hiyo ofisi na katika haya madhabahu. Vuguvugu la waombezi 1,000,000 kwa Wakenya wote kujiunga harakati hii ya kitaifa ya maombi kwa ajili ya amani, ulinzi na urejesho wa maadili. Nyakati hizi zinahitajika hekima, toba na maombi ya dhati. Tunawahimiza wananchi wote kuimarisha imani yao na kudumisha amani. Na waomba tushikane pamoja kwa maombi. Mungu ataponya taifa, ataponya mataifa. Kwa wenzetu walio katika mataifa mbalimbali, tunaendelea kuwakumbuka. Mungu akawalinde. Kwa wale watu familia mliachwa hapa na wenzenu wako katika mataifa yenye mnasikia kumetoka vuguvugu, tunaendelea kuwakumbuka na msiwe na shaka. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ataponya familia, atazilinda. Kwa hivyo Mungu akawabariki sana tunapojiunga pamoja kwa kuunganisha 1 million intercessors, ndio tuweze kuomba sababu ya taifa
na sababu ya mataifa. Mungu awabariki sana na watende mema tunaposimama kwa mwanya. Kwaherini.